Bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambao umetajwa matukio kadhaa yaliyoambatisha tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwa baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34/1 hivyo ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi inatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Na sisi haturudi. Bodi ya ligi. Yaani ngoja niwaambie. Sisi sio mashabiki wa Yanga. Sisi sio mashabiki wa Yanga. Sisi. Na sisi hatutakuja tena kwenye huo mchezo. Kama leo tumesumbuka, tumekuja, tumeumiza hela, waturudishie hela zetu, gharama zetu zote, sio tiketi, gharama zetu zote tulizotoka huko. Mimi nimetoka, wewe unajua mimi nimetoka wapi? Waturudishie gharama zetu na sisi tutakuja kwenye huo mchezo. La sivyo, na hiyo mechi Yanga wasije, yani wasije na wao waingie gharama, sisi wasije, kwa sababu klabu imefanya makusudi kutokuja kwenye mchezo. Wanasubiri wachezaji wao wapone, na sisi hiyo siku wachezaji wetu watakuwa wanaumwa na sisi hatuji. Amji bana, na toka Jumanne nimefika huko Alhamisi, unaona nalala guest, mimi huku sina ndugu, nalala guest kila siku 20,000. Saa 4 unatoka unalipa hela nyingine. Watanilipia? Hamna. Kwa imagine waangalie mateso sisi tunayoyapitia. Sisi wale wanakula mshahara. Wanakuja wanaandika taarifa hizi za usiku kwamba mechi uahirishe mechi kabla ya siku 3 siku moja. Walifanya mazoezi Bunju. Siku moja. Unaona? Wameahirisha saa 7 usiku. Unaona? Walikuwa wanafanya mazoezi Bunju pale Mo Arena, si ndio? Haya mazoezi ya siku moja haiwezi akathiri chochote kama tumejipanga vizuri. Mimi nilikuwa na imani kwa sababu nimetoka nyumbani. Kwa kilugha chetu tunasema tumeletwe ande hii. Kwa hiyo waje walete timu uwanjani tukacheze mpira. Sisi tupo mashabiki. Kama alizuiliwa mazoezi ya mwisho, wewe unasemaje? Ni kweli walichokifanya mabouncer wa Yanga sio sahihi ukiingia kwenye walisia, lakini mpira nchi yetu inaongozwa kwa sheria pamoja na kanuni. Walete timu uwanjani zicheze, baadaye wafate sheria pamoja na nini na kanuni, kwa sababu moja utakapoenda kulala hizi timu za Simba na Yanga unaweza ukasuswa ukipeleka malalamiko TFF, yale maamuzi hayafanyiki. Na hili mpira wetu wa Tanzania ukue, timu itakapoonekana Simba inafanya makosa au Yanga inafanya makosa, hizi adhabu za milioni 1, milioni 2 ni kuendelea kuwapa kichwa na kiburi, kwa sababu moja, kama timu inafanya makosa Simba au Yanga inafanya makosa, inashushwa point kama 5, tungekuwa na adabu kwenye mpira wa Tanzania. Sasa hapo unaposema hapo kwenye kushushwa hapo, Tabora United, nani wale wanaitwa Biashara United kutoka Mara, wewe kutoka Kandaziwa huko, natoka Kagera. Biashara wamepokonywa pointi kwa kutokuhudhuria kwenye kituo cha mechi, yani hawajapeleka timu. Hao ni Biashara. Hawa sheria ile msumeno ipite mule. Yani hoja yake umeelewa? Nimemuelewa. Yani timu yoyote ambayo itakuwa inakwepa kwa ajili ya kulipa faini, basi hiyo faini iwe ya kukata pointi, sio ya muamala. Basi kama ni hivyo, Biashara kutoka Mara imekatwa pointi kwenye ligi daraja la kwanza kwa sababu watu wametoka Europe, wametoka USA, yuko Amerika Kusini, wamekuja kuangalia burudani ya soka. Wewe unajua huyu kocha wetu tulipomtoa sisi huyu? Unamjua tulipomtoa? Tumealika familia yake na ukoo wake waje waangalie burudani ya mpira huu wa Tanzania wa leo. Gharama hizo nani anaweza akalipa? Watu wametoka Zanzibar, wametoka Dodoma, wametoka Mbeya, Mwanza, wamekuja hapa kuja kuangalia mpira. Alafu tuambie leo mpira hakuna, eti fulani kasusa. Kisa akufanya home up. Maana yale sio mazoezi ya jana. Ile ni home up tu. Mazoezi shekhe, unajifua miezi 2 mitatu nyuma. Siku ya mwisho jana wamekuja kwenye press conference hapa, mwalimu wao, si nyinyi mlikuwepo waandishi, mwalimu wa Simba na kapteni wao Shomari Kapombe wameenda kwenye press ya mechi, wakasema maandalizi yako kwa 100%, wako vizuri na hawana shida. Jioni wanasema maandalizi hayajakamilika kwa sababu hayafanya mazoezi ya jioni. Hivi inawaingia akilini hata wa Tanzania wanaopenda mpira? Tuongeni, tusifiche. Asubuhi Simba wamekuja na Yanga wamekuja kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mchezo. Uongo kweli? Kweli walienda kwenye na kuuliza tena Zai wa Ayoma.
Ni kweli walikuja. Kocha wa Simba alisemaje kwenye maandalizi ya mchezo? Yamekamilika. Kinachowafanya wasije leo nini? Hawajafanya mazoezi ya mwisho kwenye. Sasa wangesema jana asubuhi kwamba jamani, nisikilize. Wangesema hivi, maandalizi hayajakamilika mpaka leo, tukikamilisha mazoezi ya jioni, kesho tutakuja uwanjani tucheze. Aha, si tungejua. Kumbe watakufanya mazoezi jioni, tungewaruhusu kikosi chao waje. Uwanja huo ukatazwi shekhe. Lakini jana wamesema wenyewe maandalizi yamekamilika. Asubuhi, jioni wanaandika karatasi. Tena sio jioni. Ujue Kolo kakimbia saa 7 usiku. Kaka, njoo hapa. Unamwona udunduka hapa? Wewe umetokea wapi? Morogoro. Umelipa nauli yako na umekuja kuangalia mpira. Ndio. Unajisikiaje hapa mpira hakuna? Najisikia vibaya kiukweli. Unajisikia vibaya? Mara ya kwanza unafungwa na Yanga. Iliumiza sana. Iliumiza. 1-0 Aziziki anapiga penalti. Hussein Kazi anacheza faulu. Mara pili unafungwa, Joseph Gede anaingia kambani na Aziziki tena. Unakumbuka? Ikauma tena. Mara tatu ukaja ukala 5. Ikauma. Mara 4 umekuja ukapigwa tena kijili kajiweka. Siku ya mechi. Na hawa madunduka ambao leo hawajaja, wakatwe. Watakuja bwana. Watakuja? Lazima waje. Eti mtakuja? Mimi nashauri Simba walete timu uwanjani. Yani mama, kama ningekuwa na maandamano hapa, mimi ningeandamana mpaka ofisi za Simba. Kuwahimiza kabisa, yani maandamano ya amani, sio ya vita. Maandamano ya amani. Maana nikisema maandamano, serikali inaweza ikaniingilia kati. Lakini kama pangekuwepo sheria inaruhusu kwamba mtu ufanye maandamano, tufanye maandamano, timu ije, kwa sababu tunaumia. Walete timu uwanjani. Sasa na sisi hatutakuja tena. Nani sisi watu wa Yanga hatutakuja tena. Taarifa hiyo hapa imeingia. Kutoka wapi? Bodi ya ligi. Kwa sababu pia Morogoro ndio kawaelekeze watu. Timu yako imekimbia. Wewe unajisikiaje? Timu yangu mimi haijakimbia. Iko wapi? Hebu tuelekeze ilipo, twende tukacheze mpira. Au tuingie sasa twende tukacheze. Mnacheza mchezi. Sisi hatuwezi kucheza kwa sababu hapo kwa nini hamchezi? Hatuchezi. Kwa nini? Watu wa kususa. Kaka umetoka Kagera? Bukoba. Kerwa Bukoba. Bukoba, lakini kutoka Bukoba unaenda Karagu, kutoka Karagu unaenda Kerwa mpakani na Uganda. Nimetoka kuja kuangalia Simba yangu. Umekuja kuiangalia Simba yangu. Alafu saizi ya uione. Wanatuambia kwamba mechi imeahirishwa. Ni maumivu makubwa. Wakitaka kufanya maamuzi Simba, waangalie sisi mashabiki hasa tunaotoka mbali. Unasikia maneno? Waangalie sisi mashabiki tunaotoka mbali, tunaumia. Tumeuza maharage yetu. Jua ni kali saizi, watu wamepanda mazao. Na unaswaumu vile vile. Hapa anasoma Uislamu. Kwa lazima nimefunga kwa lazima 40. Ndio swaumu 40 unazisubiri. 40 Sheikh pole. Ukiangalia mpaka sasa wajitathmini, walete timu. Unajua kuiarisha timu hii namna hii. Huyo Magoli kasema sio tu hapa leo. Kasema hivi, hata ligi mnaweza msimalize, msicheze kabisa. Ila kikubwa Yanga na ninyi mmejiwekeza kwenye ushirikina, lakini hiyo haituathiri chochote. Swala halianza leo. Mlianza nyie na sisi tunalimaliza. Sasa ngoja mimi niwape sifa. Mlianza nyie kukimbia hapa. Na hapa sifa. Hatuji. Sisi tumelipa hela kuja kuiona Yanga. Na nyie mmelipa hela kuja kuiona Simba. Uzuri sisi Yanga tutaiona. Yanga itakuja na ikifika hapa tutawaambia viongozi wetu. Golikipa huku weka Diala, golikipa kule weka Msheli. Fullback huku weka Israeli Mwenda, fullback kule weka Kibwana Shomari. Sisi Yanga tulieni, mtakuja kwa simelipa hela. Mtakuja ndani muione Yanga. So it's not a game, it's a rich